Kapeleka mtoto mochari. Kana nikamweka kwa kitanda. Nikamnyonyesha mtoto wangu. Mbembeleza amke. Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yangu kila siku kukuletea habari mbalimbali, na leo tena nimekuletea hii ambayo inaweza ikakuumiza moyo, lakini mwisho wa hadithi hii unaweza ukafarijika. Hii sio mara yetu ya kwanza kumtembelea dada huyu ambaye mume wake amemuua mtoto wao kwa mikono yake mwenyewe. Tulishawahi kukutana naye kwa mara ya kwanza na hii ni mara ya pili. Hivyo kwa faida ya wale ambao hawakuitazama video ya mara ya kwanza, ningependa nikuwekee ujue namna tukio zima lilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Baada ya hapo nitakuletea kile watu walichokifanya kwa dada huyu mpaka kumwacha na tabasamu. Kutokana na yale mapito aliyopitia dada huyu, watu hawakuweza kukaa kimya, walifanya jambo kwa ajili yake. Hivyo nakusihi tutazame kisa hiki kwa mara ya kwanza. Baada ya hapo nitakuletea kile watu walichokifanya kwa dada huyu. Wow. Mommy? Here's for you from giving life. Thank you. Ni vigumu sana kuamini kwamba mwanamke huyu ndio yule ambaye unamuona akionekana akilia kwenye video hii. Kapeleka mtoto mochari. Kana nikamweka kwa kitanda. Nikamnyonyesha mtoto wangu. Mbembeleza amke. Na hayo yote ni kutokana na yale yaliyofanyika kwa mtoto wake ambaye ni marehemu. Mara ya kwanza tulipomtembelea alikuwa akiishi maisha magumu sana. Muda wote alikuwa akilia kwa sababu ya majeraha ya kihisia aliyoyapitia kutokana na kifo cha mtoto wake. Naitwa Winifred Karambu. Jina langu ni Winifred Karambu, ingawa watu wengi hunifahamu kama Mama Kinsley. Mara ya mwisho mliponitembelea nilikuwa katika dimbwi zito la majonzi, na hiyo ni kwa sababu ya maisha yangu yalikuwa ni magumu sana. Hata hivyo, kupitia maombi na kumwamini Mungu, muujiza umeweza kutokea kwenye maisha yangu, kwani Mungu hakuweza kuniacha hivi hivi. Leo ninaweza kutoa ushuhuda wa mambo makuu ambayo Mungu amenitendea. Ningependa nikuwekee ujue namna tukio zima lilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Baada ya hapo nitakuletea kile watu walichokifanya kwa dada huyu mpaka kumwacha na tabasamu. Maisha yamejawa changamoto na vikwazo. Sidhani kama kuna mwanadamu ambaye hajawahi kukutana na changamoto yoyote maishani. Lakini kuna watu wengine wanapitia matatizo ambayo kwa kusimuliwa tu ni ngumu sana kuamini mpaka ukutane nao. Na endapo ukigundua kwamba kuna watu wanapitia matatizo zaidi yako, unaweza hata ukashindwa kulia pale utakapokutana na changamoto, maana utasema bora wewe kuliko wengine. Sometimes I have to take some medicine so as to sleep. Kuna wakati nililazimika kumeza dawa ili kupunguza maumivu ambayo yako ndani ya moyo wangu ndio nipate usingizi. Hakuna siku ambayo ilikuwa ikipita bila kulia. Nilikuwa nikilia kila siku, na hakuna kitu kibaya kama mtoto wako kufa na aliyakuwa unajua ambaye amemuua. Haki kutendeka haikuwa rahisi. Nimebeba mzigo wote huku mhalifu akiishi kwa uhuru. And justice is hard to get. Mwanamke huyo alipitia nyakati ngumu kiasi kwamba alishindwa kuelewa kilichotokea. Kila mara analia usiku na mchana. Huwezi kumkuta bila machozi. Na kila alipokuwa akiwaona watoto wa majirani zake wanamfanya awe na huzuni sana. Na mara nyingi huwa analia sana kutokana na kumpoteza mtoto wake wa kwanza ambaye alimpenda sana. Kapeleka mtoto mochari. Kana nikamweka kwa kitanda. Na siku mbaya kwenye maisha yangu ni ile siku alioniambia kwamba nimchukue mtoto wangu na kumpeleka mochwari. Lakini mimi nilimchukua moja kwa moja mpaka kitandani na nikaanza kumnyonyesha. Nikamwambia mtoto wangu aamke, lakini hakuamka. Nikamnyonyesha mtoto wangu. Mbembeleza amke. Leo nitakuletea historia ya mwanamke ambaye ana uchungu wa kumpoteza mtoto wake, na mtoto wake amekufa katika mazingira ambayo hata yeye mwenyewe anashindwa kuelewa. Na mbaya zaidi, ana uhakika kwamba ambaye amehusika na kifo cha mtoto wake ni mume wake mwenyewe. So asubuhi akaniambia sasa
Ilikuwa ni asubuhi na mtoto alikuwa ameshaamka tayari, lakini baada ya kuamka alinyosha mkono na kuanza kuniita ya mom, na kwa muda huo alikuwa analia. Nikamuuliza baba yake, ninaweza kutoka na mtoto kwenda naye sokoni? Akaniambia hapana, inabidi niende sokoni na mtoto nimwache nyumbani. Na akasema kwamba hamna haja ya mimi kutoka na mtoto kwenda naye sokoni, nimwache akae naye, maana natakiwa kujua kama yeye ni baba yake. Hivyo na mimi nikatoka nikakimbia sokoni na kurudi nyumbani mara moja. Lakini baada ya kurudi nyumbani nikamkuta mtoto amelala kitandani. Nilimkuta macho yakiwa nje, mdomo ulikuwa wazi na ulimi wote ulikuwa umetoka nje. Nikamuuliza baba yake, ni kipi kimemkuta mtoto wetu? Na yeye akajibu kwamba mtoto alikuwa amelala. Kaniambia mtoto amelala. Hivi ni kweli kuna watu ambao wana roho ya namna hii? Inakuwaje mzazi anamuua mtoto wake mwenyewe? Na ni kwa nini mwanamke huyu anamshuku mume wake ndiye muuaji wa mtoto wao? My name is Winfred Karambo. I'm from Meru. Winfred Karambo ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia ya watoto 4. Amezaliwa na kukulia Meru. Lakini kuna wakati alipata maradhi ambayo yalimfanya paralyze, akafanyiwa matibabu na baadaye kurudi katika hali yake ya mwanzo. Baada ya kumaliza elimu ya kidato cha 6, alianza kutafuta kazi kama ilivyokuwa kwa watu wengine, maana yeye hakuweza kupata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu. Na kazi aliyokuwa akifanya ilikuwa ni kuuza mitumba. Na kupitia kazi hiyo ya kuuza mitumba alikutana na baba mtoto wake, ambaye yeye pia ndiyo biashara aliyokuwa akifanya. Life after high school, I started hustling like. Baada ya kumaliza high school, nilianza kutafuta kazi kama ilivyo kwa watu wengine. Na wakati huo nilikuwa nikiishi Meru, sehemu ambayo inaitwa Gobo. Na huko ndipo nilipokutana na baba mtoto wangu. Baada ya kukutana naye tulipendana na ndipo tukaanzisha mahusiano. Ulipofika mwaka 2020 nikapata ujauzito. Na baada ya kumtaarifu kwamba mimi ni mjamzito, mambo yakaanza kubadilika. Na hapo ndipo nilipoanza kuona upande wake wa pili kwamba yukoje. Maana baada ya kumwambia tu kwamba mimi ni mjamzito, akaniambia kwamba natakiwa nitoe mimba. Lakini mimi nilikataa, nikamwambia nitakaa nayo mpaka pale nitakapojifungua mwanangu. Na inaonekana baada ya kumjibu hivyo alichukia sana. Baada ya mwanaume huyo kuanza kubadilika, Winfred aliamua kurudi kwa wazazi wake nyumbani. Lakini kabla hajaenda kwao, alienda ukweni na kumwambia mama mkwe kwamba ana mimba ya mtoto wake. Lakini cha kushangaza, mama mkwe alimcheka sana. Akamwambia kwamba aondoke na yeye atatafuta muda wa kukaa na mwanae na kumuuliza kwamba taarifa hiyo ina ukweli ndani yake au ilikuwa ni uongo. Lakini baada ya siku chache mbeleni, mama mkwe alimpigia Winnie na kumwambia kwamba jambo hilo ameongea na mwanae, lakini mwanae amekataa. Na baada ya Winnie kujibiwa hivyo, akaona jibu sio zuri kwake. Na ndio maana akaamua kuondoka na kurudi nyumbani kwa wazazi wake, kwa sababu maisha kwake hayakuwa mazuri kwa wakati huo. Lakini kila alipokuwa akijaribu kumpigia mwanaume huyo simu, alikuwa hapokei kabisa. Nikajifungua mtoto 2020 tarehe 12 mwezi wa 12. Miezi michache mbeleni nikajifungua mtoto wangu wa kiume salama, na nilifurahi sana kuitwa mama. Sikuwahi kumwambia mume wangu kwamba nimejifungua, kwa sababu akili yangu ilikuwa imeshajijenga kwamba mwanaume huyu alikuwa ameshatutelekeza mimi na mtoto wangu. Lakini baada ya mtoto wetu kufikisha miezi 2, babake alikuwa akinipigia simu sana na kusema kwamba anataka tutembelee ili aje kumuona mtoto. Mimi sikumkataza kwa sababu nilikuwa najua kwamba anakuja kumuona mtoto wake. Na baada ya kufika alionekana kwamba ni mtu mwenye furaha sana. Akambeba mtoto na kusema kwamba amefanana naye. Baada ya Winnie kujifungua mtoto huyo, mume wake akatengeneza mazingira ya kukaa karibu sana na Winnie, na alikuwa akionekana kwamba ana furaha sana na mipango mingi juu ya mtoto. Na ikafikia kipindi jamaa huyo akamwambia Winnie kwamba ameshawataarifu wazazi wake kwamba huyo mtoto ni wa kwake. Lakini Winnie akatoka pembeni na kumpigia babake mkwe na kumuuliza kwamba hivi ni kweli mwanae amekubali kwamba huyo ni mtoto wake. Cha kushangaza zaidi, baba huyo akasema hana taarifa yoyote juu ya mambo hayo na wala hajui kama ana mjukuu. Akakata simu. Ikabidi ampigie mwanae na kumuuliza. Na baada ya kumpigia mwanae, akakiri na kusema ndiyo, huyo mtoto ni wa kwake. Na baada ya kuambiwa ukweli huo, akaamua kumtembelea mjukuu wake. Winnie anasema baba mkwe alikwenda kumtembelea mjukuu wake akiwa na watu 6, na baada ya kumuona mtoto, na wakasema kwamba anafanana na dada yake mume wangu, yaani anti wa mtoto.
Sasa nakumbuka hiyo siku yenye walikuja ndio baba mtoto wangu Na siku ambayo wamekuja baba mkwe na watu wengine ndio siku ambayo mume wangu ametoka Meru na kurudi Nairobi. Na anasema alihamia Nairobi kikazi. Hivyo aliniacha mimi na mtoto Meru na yeye akaja Nairobi. Hivyo na mimi nikaamua kutafuta chumba na kupangisha na kuanza michakato ya kufanya kazi ili niweze kumlea mtoto. Hivyo na mimi nikaanza kupambana kwa ajili ya maisha. Nikawa nahifadhi pesa zangu ambazo nilikuwa nikipata. Mwisho wa siku nikaanza kufanya biashara zangu mwenyewe na nikafungua na duka. Lakini baada ya miezi mitatu akanipigia tena simu na kuniambia kwamba anahitaji tuongee. Na wakati huo Winnie anasema alihisi kuchukizwa sana na mwanaume huyo na alichotaka yeye ni kufanya kazi tu ili kujitegemea pamoja na kumlea mtoto wake katika hali nzuri. Yani there is no change. Na kwa sababu mimi nilikuwa na matatizo, tulipoongea sana nilimwacha amue anachotaka. Sikutaka kubishana naye. Na wakati huo niliwaza na kusema kwamba acha nivumilie na nifocus zaidi katika maisha yangu na ya mtoto wangu. Ili kama atakuwa na mpango hata kumsaidia mtoto wake, sawa atamsaidia. Lakini kama atakataa pia simlazimishi. Na nikasema ni bora nifanye hivyo kuliko kuendelea kuishi katika msongo wa mawazo kila siku. Wawili hawa wakakutana, wakaongea na baba mtoto akaweka ahadi kwamba atamsaidia mtoto kwa kila hali. Mwezi mmoja baadaye mume huyo hakuweza kutimiza majukumu yake kama walivyokubaliana. Winnie alimpigia simu na kumuuliza kwamba kwa nini haheshimu makubaliano yao. Mwanaume akamjibu kuwa anataka wakutane ili waongee tena. Mwezi wa 5 sasa ndiye alinipigia simu akaniambia anataka kuja tuongee. Akaniambia kwamba kesho yake anahitaji kuja ili tuweze kukaa chini na kuongea kitu. Siku inayofuata mimi nikaenda kumpokea kwa sababu hakuwa anajua sehemu ambayo ninaishi. Na baada ya kufika nyumbani nikamwambia anahitaji kumwandalia chochote ili aweze kula. Naye alikataa na kuniambia kwamba ameshiba. Na kutokana wakati huo ilikuwa ni usiku sana, tukaenda kitandani tukalala kama kawaida. Lakini cha kushangaza palipokucha akaniambia kwamba anahitaji niende buchani kumnunulia nyama. Na mimi nikamuuliza, "Kwa nini unahitaji nyama asubuhi sana hivi na sio maziwa?" Lakini na mimi nilipotezea nikadhani kwamba kutokana na jana amefika nyumbani na hakula kitu chochote kizito, huenda kawa ameamka na njaa sana. Sasa mtoto alikuwa ameamka, anainua mkono hivi ananiambia mam. Na hiyo asubuhi mtoto akawa ameamka, akawa amenyosha mkono na kuniita mama, mama, na huku akiwa analia. Na ndipo nikamwambia mume wangu kwamba ngoja nimchukue niende naye mtoto sokoni kwa sababu huwa natembea naye kila sehemu ninayoenda. Lakini cha kushangaza kwa sauti ya ukali mume wangu akaniambia kwamba hapana, ninatakiwa nimwache na mtoto natakiwa ajue kwamba yeye ndiye baba yake. Mimi nikasema sawa, nikatoka na kuelekea sokoni. Lakini nimeenda huku mawazo yangu akiwa yapo kwa mtoto wangu. Nilikwenda sokoni mara moja na nilijitahidi ili niwahi kurudi nyumbani. Lakini nilivyofika, cha kushangaza nilimkuta mtoto wangu amelala kitandani. Amekondoa macho. Nilimkuta amelala huku akiwa amekodoa macho sana na ulimi wake wote ulikuwa uko nje. Baada ya kumuona hivyo ikabidi niulize kwa mume wangu, ni kipi kimemkuta mtoto? Akanijibu kwamba mtoto alikuwa amelala. Nikamwambia hapana, huyu mtoto hajalala. Nilimsogelea mtoto na kuangalia mapigo yake ya moyo, lakini sikuona kama moyo unadunda. Ghafla mume wangu akamchukua mtoto na kusema kwamba tunatakiwa twende kwa daktari. Alimchukua mtoto na kunibebesha mgongoni, lakini ilishindikana kwa sababu mtoto mwili wote ulikuwa umelegea. Hivyo na mimi nikamchukua nikambeba huko kichwa kikiwa kiko begani. Na baada ya kufika hospitalini, daktari akasema kwamba mtoto alikuwa ameshakufa muda mrefu uliopita. Mume wangu alienda haraka mapokezi na kuniambia nimpeleke mtoto mochwari. Mimi nilimlaza mtoto wangu kitandani, nikajaribu kumnyonyesha mtoto wangu na nilimuomba sana amke, lakini haikuwezekana. Katikati ya matatizo yote hayo, mume wake alikuwa ameshachukua simu zote mbili na kuzificha kwa sababu alikuwa anajua kuwa kutokana na Winnie ameshajua kwamba mtoto amefariki, atachukua simu na kuwapigia wazazi mara moja. Naye hakutaka hivyo na baadaye akarudishiwa simu yake, na ndipo akaamua kuwapigia wazazi wake na kuwaambia kwamba mtoto amefariki. Wazazi wake walifika na kukutana na wazazi wa mume wake ili kuelewa haswa sababu ya kifo cha mtoto ni nini. Na baada ya hapo akaenda nyumbani. Winnie aliwaeleza wazazi wake jinsi tukio lilivyotokea, nao akamshauri arudi hospitalini na kuambia yote aliyotokea, kuanzia alipotumwa na mume wake kwenda sokoni na aliporudi alimkuta mtoto yupo katika hali gani. Mamlaka husika zilikuwepo. Mtoto alifanyiwa uchunguzi na daktari alisema kuwa mtoto alikufa kwa kukosa hewa, yaani alifariki kwa kushindwa kuhema.
mume alikamatwa mara moja na Winnie pia alilazimika kulipa gharama zote ili aruhusiwe kupewa mwili wa mtoto wake kwa ajili ya mazishi. Kufika kwa morgue, akakataliwa kuchukua mwili. Na baada ya kufika mochwari kwa ajili ya kuchukua mwili wa mtoto wangu na kwenda kuuzika, wakatuambia kwamba mwili wa mtoto haupo, na wakasema mwili wa mtoto umechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Alirudi nyumbani kwa ajili ya kusubiri kuitwa. Baadaye walimuita tena. Alipofika hospitalini, alimuuliza daktari ni nini kilitokea, lakini daktari alikataa kumwambia chochote. Akamwambia asubiri, na baadaye akamuita tena kwa sababu alitaka kufanya uchunguzi kwa mara ya pili kwenye mwili wa mtoto. Kwa hiyo wakaenda. Daktari akaja na kuanza kufanya vipimo kama kawaida. Hata hivyo, familia zote mbili ziliitwa kwa ajili ya kukaa chini na kuanza kumuuliza maswali daktari huyo. Lakini cha kushangaza, kila alichokuwa akiulizwa alikuwa anakaa kimya, na alikuwa akionyesha hali ya dharau kwa familia ya Winnie. Namuuliza maswali, ananilenga, namuuliza maswali, ananilenga. Na baada ya kuulizwa maswali mengi kwa muda mrefu, akasema hana muda wa kujibu maswali ya kipumbavu ya namna hiyo, na kuniambia kilichobakia ni mimi kumchukua mtoto wangu na kwenda kumzika. Na kwa kuwa nilikuwa nimeshalipia pesa kwa ajili ya uchunguzi huo, niliumia moyo sana kutokana na daktari alivyoreact juu ya swala hilo. Nikamwambia kwamba daktari, sina ubaya na wewe na nimefanya mnachotaka, na ninahisi nina maswali mengi sana ya kukuuliza kwa sababu huyo ni mtoto wangu na wewe ndiye ambaye ulimfanyia uchunguzi. Nahitaji kufahamu. Na baadaye waliniambia kuwa mtoto alikuwa amekufa kifo cha kawaida, na hata hivyo walikuwa wameshakata sehemu ya mwili wa mtoto, wakisema kwamba wanahitaji kufanya uchunguzi kwa kina zaidi na matokeo yanaweza yakatoka baada ya siku 7. Tangu wakati huo hawajanipa taarifa nyingine yoyote na hakuna aliyewahi kuongea na mimi tena. Hivyo tulirudi nyumbani na kujiandaa kwa ajili ya mazishi, na mimi nikakubaliana na matokeo. Na ninakumbuka tulimzika mtoto wangu tarehe 1. Ilikuwa ni tarehe 1 mwezi Juni mwaka 2022. Siku 3 baadaye mume wangu aliachiliwa, na mwanzoni pale walikuwa wamesema kwamba atakaa gerezani kwa siku 7 wakati wakifanya uchunguzi, lakini siku 7 hizo hazikufika. Wakamwachia siku ya 3 tu baada ya kumzika mtoto wetu. Na hapo ndipo kila kitu kilipozimwa, na mpaka sasa sijui kinachoendelea. Kila nikifuatilia sipati majibu ya kueleweka. Nimepoteza kazi yangu, nimepoteza mtoto wangu, na sijapata haki yoyote. Baada ya majanga yote haya, Winnie alikuwa akiomba msaada ili kuweza kuendelea kupambana na maisha. I feel so traumatized. I feel like I need to start life again, but I don't know where, I don't know how. So any help for me will be appreciated. Sometimes I have to take some medicine so as to sleep. I need to liza maumivu tu. Hakuna siku pita bila mimi kulia. Hakuna kitu kinauma kama kufiwa na mtoto na hali ya kuwa unajua aliyehusika na kifo chake. Na mbaya zaidi, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Mzigo wote uko juu yangu na mhalifu anaishi kwa uhuru. Tukiwa kama Afrimax, baada ya kuona hali hii, tulijua kuwa tunapaswa kuchukua hatua. Tulichapisha hadithi yake kupitia chaneli yetu hii ya Afrimax, na mashirika ya misaada kutoka kote ulimwenguni yaliweza kumsaidia dada huyu. Tunawashukuru watu wote walionyosha mkono kwa dada huyu, na leo tumerudi kumuona tena na kumpa pole kutokana na kile kilichompata. Tulishangazwa na jinsi maisha yake yalivyobadilika ikilinganishwa na mara ya kwanza tulipokutana naye. Wananipigia, wanani-encourage. Baada ya hapo, nilipokea simu nyingi sana kutoka kwa watu mbalimbali, na wote walikuwa wakinitafuta kwa njia ya kunisaidia. Mungu awabariki wote na atimize haja zao. Na hilo ndio jambo ambalo naweza nikawaambia. Nilichoweza kufanya zaidi ni kuziacha shida zangu zote mikononi mwa Mungu, na maamuzi hayo yaliweza kuniletea matokeo chanya. Kama mnavyoona, sasa nina furaha tena na ninaweza kucheka tofauti na hapo awali. Sikujaribu kuingia katika mapenzi tena kwa sababu upendo sio jambo rahisi hata kidogo, na unahitaji muda mrefu sana kufanya
kufanya maamuzi hayo. Kwangu mimi nilihitaji kuwa makini sana ili kuepuka kufanya kosa lile lile ambalo nilifanya awali. Maisha yake yamebadilika sana. Sasa anaweza kuishi kwa furaha tena tofauti na hapo awali. Anaonekana mwenye afya bora. Anaweza kufanya kila kitu tofauti na awali. Maana mwanzoni alikuwa akilia kila mara na kujitenga na watu. Wakati wa mazungumzo yetu bado hakujua sababu kuu ya sisi kurudi kumuona. Haya ndiyo yaliyotokea baada ya watu kumchangia. So you've seen that today nimekuja na different stations. Yeah, I remember giving life. I have a surprise for you. Okay. People who donated little from Giving Life to Situma Kwako wanted to open here, see what is there. From here to one. Wow. For me? Yes, for you. Thank you guys. Thank you for my economy. The economy. Thank you so much, guys. I'm out of words. I was not expecting this, but what I will say is that whoever stretched their hands to donate, to give me this, may God bless them. I don't know what to say. Mungu tu awabariki. It's coming from my heart. May God bless them. Pesa hii itanisaidia kupanua biashara yangu ndogo, na ninamshukuru kila mmoja aliyetoa mchango wake kwa ajili yangu. Yaani sijui namna ya kuelezea shukrani zangu kwao, lakini Mungu awabariki nyote. Mungu atimize haja za moyo wenu. Hilo ndilo ninaloweza kusema kwa sasa. Kwa sasa nataka kuambia watu kwamba mimi ni msanii wa muziki. Ikiwa unataka kunisaidia, unaweza kunipata kwenye mitandao yangu ya kijamii. Akaunti zangu za TikTok na YouTube ziko kwa jina la Mama Kingsley. Ukinitafuta utanipata. Tunamshukuru kila mmoja aliyetoa mchango wake kwa dada huyu, na pia shukrani ziende kwa mtu yoyote anayefuatilia Afrimax. Tunapenda kuambia watu kwamba haijalishi unapitia mangapi kwenye maisha, usikate tamaa, maana kuna watu wanaojali na wako tayari kusaidia. Hii inaonyesha kuwa huruma na ukarimu vinaweza kubadilisha maisha kwa asilimia kubwa mno. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na kisa hiki, wewe una neno gani la kumwambia dada huyu? Na pia usisahau kutuwekea komenti yako kutokana na kile alichopitia dada huyu. Usisahau kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kama TikTok, Facebook na Instagram tukiwa kama Afrimax Swahili. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.